BW Media, stay informed. Karibu sana kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia juma hili, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi cha BW Media. Leo tunayo furaha tena kukaribisha katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Katika kipindi hiki tumekuwa tukiwa na mada fulani katika kila juma ambayo kimsingi tumekuwa tukiambatana na wachambuzi mbalimbali ambao wanajikita katika kuijadili mada hiyo. Wiki tuko katika somo la 11, kuishi katika ile nchi. Mpenzi mtazamaji, tutajikita zaidi katika kitabu cha Yoshua sura ya 22. Tutaangalia namna ya kuishi katika changamoto, migogoro na utatuzi wake ndani ya jamii pasipo kutengana. Yaani tutaangalia namna bora ambayo tunaweza tukaitumia pale ambapo tunakuwa tunatofautiana, migogoro inapoingia, ni njia gani nzuri ambazo tuzitumie ili kuhakikisha kwamba tunarudi katika hali ya kawaida pasipo kuwa na utengano tena. Mpenzi mtazamaji, kama ilivyo kawaida niko na wachambuzi ambao tunashirikiana katika kujadili somo hili. Niko na Dr. Martin Maduhu, niko na mwinjilisti Baraka Mwambopo, mzee Matthew Masaka, na katika kuongozea kipindi cha leo naitwa Watson Mwakijola. Hii ni BW Media. Karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. BW Media, stay informed. Wachambuzi na wakaribisha sana kwa namna ya pekee katika somo la leo. Karibuni sana. Leo tutakuwa tukijikita katika Yoshua sura ya 22. Tuna somo la 11 lenye kichwa cha somo kuishi katika ile nchi. Kabla tujaanza na kama ilivyo ada, Dr. Martin, na tamani tungeanza kwa ombi. Karibu. Sahi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa kibali na nafasi nyingine ya uzima uliotukirimia tujifunze habari hizi njema. Tutakwenda kujifunza habari inayotuhusu moja kwa moja wanao na viumbe vyako ulivyoviumba ukatuweka duniani. Tusaidie Roho yako Mtakatifu akatufundishe kwa namna ya pekee, tukaelewe upole na unyenyekevu, tukaelewe namna bora ya kuishi sisi kwa sisi. Na mwisho wa somo hili, mtazamaji, mfuatiliaji na sote kwa ujumla timu nzima tukaweze kukufahamu wewe. Roho wako Mtakatifu awe nasi sote katika jina la Yesu. Amina. Nashukuru daktari kwa namna ulivyotuongoza katika ombi. Ni vizuri kuanza na Mungu katika kila hatua. Tumekuwa tukiwa na muendelezo wa kitabu cha Yoshua. Ni kweli. Na ni kitabu ambacho kimsingi katika Biblia mimi kimebadilisha sana mtazamo wangu. Ni kweli. Nikukaribisha katika somo la leo. Na kama ilivyo kawaida, mpenzi mtazamaji, huwa tuna fungu ambalo linabeba muktadha wa somo. Nikukaribisha utuongoze katika fungu la juma hili. Basi nikukaribisha sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi chetu hiki cha lesoni. Na leo tutakuwa tuna fungu hili ambalo huzoea kulita fungu la kukalili. Na ni wajibu kwamba tunapaswa kulikalili. Ingawa kuna muda huwa tunalisoma tu, lakini tunapaswa kulikalili. Ambalo linasema jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Hilo ndo fungu ambalo tunalipata kutoka Mithali 15 mstari wa kwanza, ambao ni Suleimani huyu akiliandika kwa hekima kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Asante. Naam, kwa sababu tumeshapata hili fungu ambalo linabeba muktadha mzima wa somo hili, tunaweza kwenda mbele zaidi, mzee Masaka, katika somo la juma hili. Tunajifunza somo la 11, kuishi katika nchi. Na fungu la kukariri linatafakarisha kidogo. Nikukaribisha kwa utangulizi wa somo la juma hili. Karibu. Nashukuru sana. Somo la 11, kuishi katika ile nchi. Nchi gani? Ni nchi ya ahadi. Israeli tayari ameshavuka mto Yordani na ameingia katika nchi ya Kanaani, na amepiga vita vizuri vya Bwana, wamemiliki ile nchi na kurithishwa kulingana na makabila yao. Na sasa wanaishi katika ile nchi. Na katika kuishi katika ile nchi tunaona namna ambavyo yale makabila 2.5, kabila la Reubeni, Gadi na nusu ya kabila Manase, sasa wanarudi katika familia zao kule ng'ambo ya Yordani ili kuendelea na maisha. Na somo limejenga katika mazingira kama hayo, ndio maana nasema kuishi katika ile nchi. Lile fungu la ukalili linasema jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno lichocheao jawabu la upole hugeuza hasira,
bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Somo hili limejikita kuelezea namna ya kulinda umoja. Tunapaswa kulinda umoja kwa gharama yote ile. Na somo hili limejikita namna ambavyo kwa namna gani tunaweza kulinda umoja wetu katika watu wa Mungu. Namna ya kulinda umoja kwa watu wa Mungu. Jambo la kwanza, tunapaswa kujitoa kikamilifu kwa Mungu ili tuweze kulinda umoja wetu kama watu wa Mungu. Kujitoa kikamilifu pasipo kubaki kitu chochote. Lakini jambo la pili, tuepuke kufanya maamuzi ya kukurupuka. Tuwe watulivu inapofanya maamuzi yoyote yale. Tuwe watulivu, kurupuke kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuleta changamoto na yakaharibu umoja wetu. Umoja ni jambo zuri sana katika watu wa Mungu, na linafanya watu wa Mungu wafanye kazi kwa ufanisi na kwa kasi kubwa. Somo hili limejikita kuelezea namna gani watu wa Mungu tunaweza kuulinda umoja, na inapotokea changamoto miongoni mwetu, namna gani nzuri ya kushughulika na changamoto hiyo ili tuimalize katika hali ya utulivu pasipo kuathiri umoja wetu kama watu wa Mungu. Na tunamshukuru Mungu kwa somo hili ambalo litatusaidia kama watu wa Mungu katika kupambana changamoto kama watu wa Mungu katika jumuiya zetu. Namna tunavyotumshughulika na changamoto zetu itatusaidia nzuri, namna kushughulika na changamoto ambazo zitatusaidia kuweza kulinda umoja wetu katika namna ambayo ni nzuri. Nashukuru kwa ajili ya somo hili, maana litatusaidia kama watu wa Mungu namna ya kuweza kulinda umoja na kuishi maisha katika maisha ya maadili ambayo yanaakisi tabia halisi ya Yesu ya subira. Asante. Naam, nishukuru Eda Masaka kwa utangulizi ambao sasa unatufanya tuelewe muktadha mzima wa somo la juma hili. Daktari Martin. Naam. Tuko katika kitabu cha Yoshua sura ya 22. Kuna habari hapa makini sana ambayo kimsingi ndio uhalisia wa maisha yetu. Kweli. Ukisoma hiyo Yoshua 22 mstari wa kwanza mpaka wa 8, tunaona haya makabila yanaitwa na Yoshua anatoa nasaha zake na kuwaombea. Hii inatufundisha nini hasa kujitolea kwa ajili ya kuombeana na namna hiyo? Inatufundisha nini katika maisha yetu leo? Naam, asante sana. Mwanadamu ni kiumbe cha mahusiano. Tunaishi na wanadamu wenzetu. Kila alichokifanya Yoshua, kisa kinasema katika ile Yoshua 22 kwamba makabila 2.5 ya kabila ya Manase walikuwa wakikaa mashariki mwa Yordan, lakini makabila yale mengine 10.5 ya kabila la Manase yalikuwa yakikaa magharibi mwa Yordan. Sasa wale wa magharibi wanawaendea wa mashariki, lakini kabla ya kufika huko, vita vyote ambavyo unaviona katika kitabu cha Yoshua, makabila yote yalihusika. Hata yale yaliyokuwa mashariki yaliweza kuvuka kwenda kupigana vile vita. Yeriko, Ai, wafalme 5, falme mbalimbali, vita vyote waliweza kuhusika. Sasa wakati umefika wa kurudi sasa, washakatiwa urithi, wanarudi sasa kule. Yoshua ndipo anawaambia kwamba baraka zikaweze kuambatana pamoja nao. Tujifunze nini katika kipengele hiki? Tunakutana na habari nyeti sana ya kujitoa. Habari ya kujitoa. Umoja kanisani. Elda amezungumzia vizuri sana. Waadventista ulimwenguni leo takriban milioni 22 na kuendelea huko. Yapaswa tuweze kujitoa kikamilifu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nitakupatia siri ya namna ya kujitoa. Tunawezaje kujitoa kikamilifu? Ni kutambua kwamba kazi unayoifanya sio kwa ajili ya mtu, bali ni kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Wakolosai 3:23 ameeleza pale, yote mnafanyalo fanyeni kwa moyo, maana mnamfanyia Mungu sio mwanadamu. Lakini vile vile anakuja anaendelea mbele zaidi katika kitabu cha wa Thessalonike wa kwanza 2 na ile aya ya 4 kwamba yote mwanadamu umpendezeshe Mungu na sio kumpendezesha mwanadamu. Kwa hiyo yote yale walioyafanya makabila yote yale walijitoa kwa ajili ya Mungu. Vivyo hivyo kwetu sisi, tukiwa tunahitaji kujitoa kwa viwango vya juu, tufanye kwa ajili ya Mungu na sio mwanadamu. Na kitu cha kushangaza ni kwamba tutakapofanya hivyo katika Wakorintho hiyo, katika kitabu hiyo cha Wakolosai 3
fungu la 23 anaandika kwamba Mungu ataweza kutupatia urithi kwa haki, mhukumu mwenye haki. Mwisho kabisa katika maisha yetu kwa habari hii ya kujitoa ni kwamba ifikie pahala tuweze kufanya mambo kwa ajili ya Mungu peke yake, sio sisi wenyewe. Maana hata lawama tutakazoziangalia pale mbele, wale makabila mengine aliona mbona watu hao wanakengeuka, kumbe wale wa Reuben, wale wa Manase, wale wa Gadi waliweza kujitoa kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Asante. Nashukuru Dr. Martin kwa namna ulivyotuelezea haya makabila na namna ilivyokuwa. Haya makabila ya magharibi haya yanaonekana yenyewe yanajihesabia haki zaidi. Yaani yanajiona yenyewe sasa kana kwamba yani yako sawa. Nirudi kwa mzee Masaka hapa. Tukisoma Yoshua 22 fungu la 9 mpaka 20, makabila ya magharibi yanawashtaki mashariki kwa kujenga madhabahu. Na shutuma zao wanasema ni uasi, ni hatari na ni ishara ya ibada batili. Sasa mzee Masaka, kwa nini hitimisho lao lilikuwa la haraka? Na tunajifunza nini hapa? Kabla sijaenda huko, naomba nielezee habari ya kujitoa. Kwa hao wana wa Reubeni, wa Gadi na nusu wa kabila ya Manase. Katika sehemu hii kuna mambo kama matano hivi. La kwanza amelizungumzia Dr. Malu kwamba kujitoa, lakini mtazungumza kujitoa muhanga. Kujitoa muhanga kuna maanisha kwamba kujitoa, kukubali kufa kwa ajili ya wengine. Hao wa Gadi na Manase na Reubeni walikubali kufa kwa ajili ya makabila mengine na kwenda kupigana vita. Na iliwachukua takriban kama miaka 9 kukamilisha ile vita na kurudi kwenye familia zao. Kwa katika swala la kulinda umoja, kujitoa ni jambo la msingi sana. Lakini jambo lingine, katika jambo hili walionyesha umoja kwamba hapo pamoja na hao wengine, japo walipata urithi wa ngambo ya Yordani kabla wengine, lakini walikubali kuungana pamoja na kutengeneza umoja haswa kwa watu wa Mungu. Jambo jingine la 4 ni uaminifu. Walikubali kuwa waaminifu kwa kila agizo la Mungu na kufuata maelekezo ambayo Mungu alimpatia Yoshua kwa ajili ya ukamishaji wa kurithi ile nchi. Kini jambo la 5, kutambua jukumu lao kubwa la kiutume. Katika maisha yetu sasa tutambua jukumu tulilonalo la utume katika ulimwengu huu. Mungu ametuweka katika ulimwengu kwa kusudi moja tu la utume, kufikisha habari njema kwa wengine, habari za upendo wa Kristo kwa wengine, ili wapate kuamini na hatimaye wapate kuokolewa. Naam, miongoni mwa tabia njema mzee Masaka ni tabia ya kujitolea. Ni kweli. Hasa pale ambapo unakuta kwenye jambo ambalo halina maslahi sana lakini unajitolea. Tukisoma katika Yoshua 22 mstari wa 1 mpaka 8, tunajifunza jambo fulani ambalo kimsingi natamani ungelifafanua ili mpenzi mtazamaji aweze kufahamu kwa undani kiuchambuzi zaidi. Karibu. Ni kweli, katika Yoshua 22 kuna maneno ya msingi sana yanayohusu kujitoa kwetu kwa kazi ya Mungu, kujitoa muhanga, kujitoa kwa maagizo na maelekezo ya Mungu wetu. Katika Yoshua sura ya 22, tasoma ya kwanza na ya pili inasema, wakati huo Yoshua akawaita wa Reubeni na wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase, naye akawaambia, ninyi mmeyaandama hayo yote mlioamriwa na Musa mtumishi wa Bwana, nanyi mmeisikia sauti yangu katika yote niliyowaamuru. Yaonyesha namna ambavyo wamejitoa kwa maagizo ya Mungu, lakini wamekuwa waaminifu kwa sheria na maelekezo ambayo Musa aliwapatia kama watu hawa, watu wa Mungu, katika kufuata maelekezo haya kwa uaminifu. Ili ujitoe kwa Mungu kamilifu na ujitoe mwanga, cha kwanza unapokuangalia ni hali yako ya uaminifu. Uaminifu wa nini? Uaminifu katika maagizo ya Mungu. Maagizo ambayo Mungu ametoa kwa Yoshua waliatii hawa wa Reubeni na Manase na kabila la Gadi, lakini maagizo ambayo Bwana aliyatoa kupitia kwa Musa na kupitia kwa Yoshua waliatii maelekezo yote. Kwa hiyo walionyesha hali ya uaminifu katika kujitoa kwao, lakini walionyesha hali ya kulinda umoja wao. Japo walipata urithi katika ngambo ya Yordani kule magharibi, lakini wakakubali wale vijana na wanaume wenye nguvu kama maaskari kwenda kupigana kwa ajili ya wenzao ili nao wapate urithi. Kinaonyesha namna gani katika kulinda umoja katika swala la kujitoa. Kulinda umoja ni jambo la msingi sana. Jambo la kwanza nimesema uaminifu, lakini la pili uaminifu, lakini la pili ni ile hali yao ya kuonyesha umoja. Lakini jambo la jingine ni kutambua jukumu lao kubwa la kiutume katika kazi ambayo Mungu amewapatia.
Walipotambua jukumu hili, walikubali kwenda wakiwa wamevaa silaha zao za kivita, wakaenda kupigana, na iliwachukua takriban miaka 9 kukamilisha jukumu hili la kuitoa ile nchi ambayo makabila 9.5 yalipata miliki au urithi wao. Kwa hiyo haikuwa ni muda mfupi. Kuacha familia zao kwa miaka 9.5, karibu miaka 10 hapo, ni jambo la kujitoa kikamilifu sana katika utumishi na utume wa Bwana. Tunajifunza nini hapa? Tunajifunza kwamba katika maisha yetu tunapaswa tuonyeshe ule moyo wa kujitoa. Na anasema kwamba katika maandiko anasema kwamba hawa watu wa Reubeni walipigana vita ya Bwana. Yaani Bwana akiwa ni Bwana wa vita, nao wakiwa ni maaskari ambao Mungu anawatumia, walipigana kwa vita kwa ajili ya Bwana ili kuweza kutoa nchi ambayo makabila 9.5 au ndugu zao hao walipata miliki na urithi wao. Tunatakiwa katika maisha yetu ya kiroho tupigane vita kwa ajili ya Bwana, yaani tukubali kujitoa ili kufanikisha kazi ya Mungu ienee katika ulimwengu huu. Tutoe muda wetu, fedha zetu, talanta zetu, vipaji vyetu ili Mungu atutumie kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na tunapojitoa kwake, ni Roho anayetutumia sisi. Sisi hatumtumii Roho, lakini Roho anatumia sisi. Kwa namna tunavyojitoa ndivyo Roho Mtakatifu anavyotutumia kwa ajili ya kazi yake. Na maandiko yanasema kwamba walijitoa kweli kweli. Hii inamaanisha nini? Kwamba hawakubakisha chochote. Yaani walijiachia mikononi mwa Bwana ili awatumie kulingana na mapenzi yake. Walisamisha mapenzi yao chini ya mapenzi ya Mungu, na walisamisha nia zao chini ya nia ya Kristo ili awaongoze. Walitumika kwa unyenyekevu, walitumika katika hali ya kujishusha sana ili kusudi la Mungu la kiutume kwa ajili ya kurithi ile nchi ya Kanaani katika makabila 9.5 liweze kutimia. Ili kufanikisha kazi hii ya Mungu inahitajika kujitoa. Na ili kuweza kuulinda umoja wetu tunahitaji kuja kujitoa katika utumishi na huduma, kushikamana katika kutii maagizo ya Mungu, na hii itatuweka pamoja kama watu wa Mungu kulinda umoja wetu na kuwa salama mikononi mwa Mungu. Asante. Naam, na nashukuru kwa maelezo makini kutoka kwa Elder Messi Masaka. Kwa kweli imesheheni sana. Sasa bwana, nikawa najaribu kufuatilia zaidi katika kitabu cha Yoshua 22:9 na kuendelea pale. Daktari Martin alizungumzia yale makabila kwamba kuna makabila yapo magharibi na yale mengine mashariki. Magharibi na mashariki. Sasa hawa watu wa magharibi hawa siku zote wanajihesabia kwamba wao ndio wenye haki sana, yani kuna namna wamejitengeneza, linakozamia. Yani wamejitengeneza. Sasa baada ya kile alichozungumza mzee Masaka, baada ya wale kubarikiwa sasa kwenda kule, hawa watu ukisoma katika hiyo Yoshua 22 mstari wa 9 mpaka 20, makabila ya magharibi yanawashtaki mashariki kwa kujenga madhabahu. Shutuma zao wanasema ni uasi, ni hatari, ni ishara ya ibada batili. Hawa wanaojihesabia haki hawa. Sasa swali langu kwako mchambuzi Baraka, kwa nini hitimisho lao lilikuwa la haraka? Hilo moja. Lakini pia tunajifunza nini hapa? Asante sana. Ukiangalia kwa juu utahisi hawa watu walikurupuka. Na utahisi hawa watu pia hawana simile, hawana uvumilivu. Lakini pia wana wivu juu ya wenzao. Utahisi hawa watu wana wivu juu ya wenzao. Kwa nini? Kwa sababu waliona kwanza hawa wamekuja kutusaidia vita miaka 6. Alafu wao ndo wa kwanza kupewa ahadi na Musa kwamba nyie sasa mtatoa hii nchi ya Yordani mashariki kabla ya kuvuka mto. Alafu kumbuka ile nchi ndio nchi ya kwanza ambao Mwenyezi Mungu alimwaahidi Yoshua, ardhi utakayoikanyaga ni ya nani? Ni ya kwenu. Sasa walioahidiwa ndo hawa wa Rubeni, Gadi na nusu ya nani? Ya Manase. Sasa kwa nini hawa wanakuja sasa kutoa ili shutuma? Na anasema huku kujitoa kulivyoisha, Yoshua akawaambia mrudi nyumbani sasa. Mmefanya kazi nzuri, mrudi nyumbani. Na akawapa mrudi na nini? Na ng'ombe, na dhahabu, mgawane. Vyote tulivyotoa mateka mgawane. Kumbuka mimi sijasoma kama vya kugawana vilikuwa ni na magharibi wote. Labda mtanisaidia, lakini mimi kwenye kusoma kwangu sijaona kama zile zawadi za kuteka na nini ziligawanywa kwenye makabila 10 pia. Sijaona. Ila neno linasema hawa waliokuwa wametoka kwenda kupigana ndio wanapewa ng'ombe zote walizoziteka wagawane na mavazi. Yamkini hiyo ilikuwa sababu ya kwanza inawafanya wale wapate wivu. Wale waliokuja kusaidiwa.
Sasa la pili hapa tunakuja kukuta tena kwenye lawama zinakuja kwa sababu hawa watu wanafanya kitendo ambacho Mungu hajakisema wafanye. Kujenga madhabahu. Matendo yote ambayo Wanaisraeli walikuwa wanafanya nyuma ambayo Mungu hajawaambia wafanye, mara nyingi alikuwa anawapa adhabu. Na juzi tu hapo wametoka kupata adhabu moja ya ugonjwa mbaya kule Peori. Kwa Mungu yule wa Peori, Baali Peori. Ambako tunamkuta kijana mzalendo wa Mungu, wazalendo kumbe wapo siku ya Jumamosi hapa na Phineas tutamsoma hapa mbele huyu mzalendo. Sasa wanakumbuka ile adhabu. Leo wanaona hawa wanafanya hiki kitu ambacho hajaambiwa na Mungu. Ndipo wanakuja na mashutuma kwenye fungu la 16 Yoshua ngapi? 22. Na shutuma lao la kwanza ambalo wanakuja nalo hawa, wanawaambia hawa ambao wanakuja wanasema la sivyo kwa waliogopa. Ngoja nisome vizuri ili watu wapate tunachokifanya hapa. 16 anasema jumuiya yote nzima jumuiya nzima ya Mwenyezi Mungu iliuliza hivi. Phineas anawaambia sasa hawa siku ya mashtaka. Anawaambiaje? Mmefanya udanganyifu gani huu? Udanganyifu ulikuwa ni nini? Yaani kwa nini mmejenga madhabahu? Tena mmefanya ili mumuasi Mungu, maana yake hamkujasikia maneno ya nani? Ya Mungu. Katikati ya yale makabila 10 yaliyobaki, 9.5, sio 10 tena, ni 9.5. Kuna watu wana fitina. Tena wana mdomo mbaya, mdomo wa uchonganishi. Haya maneno ukiyasoma ni ya uchonganishi kabisa, ambayo yalikuwa yanashashia binadamu atokwe utu, aingia ghadhabu ya kuwaua wenzao. Na wanashutumu kwamba hawa watu wanatakiwa tuwapige vita kwa sababu gani? Hawajafuata maagizo ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia wanamalizia kwamba nyie imekuwaje mjenge madhabahu huku ambako huku tayari tuna madhabahu kwenye hema la nani? La Mungu. Kwa nini mjenge nyie hiyo ambayo Mungu hajawaambia? Na ukisoma vizuri utasikia mwandishi kwenye lesoni amezungumza kidogo kwamba lawama hizi zilikuwa zinajengwa si kutibu. Kumbuka tumetoka kujifunza namna ya kujitoa. Hao wenzenu walijitoa. Na kile kitendo walichokifanya kina maana. Kabla hujafikia hiyo hukumu, chunguza kwanza. Jilizishe kabla hujamtuhumu mtu, kabla hujaleta lawama. Lakini pia tuna mafungu yanayotusapoti ambayo Luka 6:37, msihukumu nanyi mtahukumiwa. Hawa watu walianza kuhukumu mapema kwamba hawa watu wanatuletea shida, tutapata shida hapa. Lakini pia Yohana 7:24 anasema msihukumu kwa kuona kwa nje, kwa sababu hamna taarifa sahihi. Lakini mimi nashukuriwa tu kwa sababu aliyewapa hekima ya kuhusisha uongozi wa makuhani katika swala lao ni mtu pekee ambaye anaenda kutatua huku kukurupuka kwa wana wa Israeli. Na tunakoelekea tutaona namna ambavyo hawa waliochaguliwa katikati ya yale makabila 9.5 yaliyobaki Israeli ambao wanaenda kufanya kazi. Na tutamsoma huyo ambaye alikuwa mwakilishi. Lakini kwa hapa tu sisi la kuondoka nalo, usilete lawama kwa jambo ambalo hauna uhakika nalo. La pili, mtu asikushawishi kwa neno lake lolote juu ya kitu chochote ambacho hauna taarifa nacho. Na la mwisho, jiepushe sana na mikumbo, kwa sababu mikumbo ndio inafanya watu tunaasi na tunatoka kwenye njia. Kama kitu kifahamu, tafuta sana taarifa yake, la sivyo tutaishia kuwa watu wa kulaumu kama haya makabila. Asante sana. Mchambuzi Baraka, nakushukuru kwa uchambuzi huo. Nimebarikiwa sana na fungu lile lisoma la Yohana 7 fungu la 24. Msihukumu kwa yale myaonayo tu. Limenitafakarisha kidogo. Dr. Martin, tumemsikia vizuri mchambuzi Baraka akielezea namna ambavyo watu wanaweza kuleta mashtaka wakati fulani bila kujua chanzo na hawana majawabu mengi, ila wakaamua mpaka kusababisha kutoa hata hukumu. Sasa kama sisi leo tunaishi kwenye maisha ya kawaida, unadhani ni kwa nini wanadamu tunapenda kukimbilia hitimisho? Yaani hatujafahamu vizuri, lakini mtu anasema bwana huyu atakuwa amefanya hivi. Unahisi ni kwa nini? Plead guilty, yani waga tunatamani tuwe upande sahihi.
hatupendi kuwa upande mbaya, tunatamani kuwa upande sahihi, lakini ni rahisi sana. Ushajiuliza ni kwa nini ni rahisi kulaumu, ni rahisi kuhukumu, ni rahisi kulalamika? Ulishajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu mwanadamu siku zote anataka aonekane yuko sahihi. Mbaya zaidi kwa hawa watu, walimuhusisha hata Mungu, akasema Mungu wa Israeli yote. Umeona, washawaondoa sasa wale wa Gadi na wa Rubeni kama sio wa Israeli, wanajijumuisha wa Mungu wa Israeli wote. Hapana. Jambo la kufanya, tukumbuke Reuben na Gadi katika mchambuzi alivyozungumzia ni kwamba waligawana ile mifugo kwa kuwa yalikuwa ni makabila ambayo yalikuwa hodari kwanza kwa ufugaji, walikuwa vizuri katika ufugaji wa mifugo, ndo maana wakapewa ile nchi na ndo maana wakapewa ile mifugo. Sasa tujifunze kipi? Tufanye nini katika maisha yetu ili tusiwe watu wa kulaumu kirahisi, tusiwe watu wa kutupia lawama? Yako mambo mawili. Jambo la kwanza, muda ni shahidi mwaminifu siku zote. Usiwe mwepesi wa kulaumu, usiwe mwepesi wa kuhukumu. Fungu ambalo tumeliona hapo katika kitabu kile cha Luka 6 aya ya 37, usihukumu nawe hutahukumiwa. Unapohukumu lazima nawe utahukumu. Kwa hiyo tujipe muda. Ikiwa kuna jambo unahitaji kufanya kwa ajili ya kile kinachoendelea, jipe muda. Watu wanaweza kusema kwamba dakika 10 fikiria, lakini jipe muda hata siku nzima kwamba je, kiko sahihi? Alafu jambo la pili tunaweza kujifunza hapa ni kwamba inapofikia wakati wa kufanya maamuzi, basi tujifunze kufanya kwa haki, tusiweze kukulupuka. Laiti kama wangetenga muda wakatafuta taarifa kujua ni kwa nini wamefanya vile, wasingewaendea na lawama walizowaendea. Lakini wao walikotoka moja kwa moja na taarifa ambazo siko kwa upande husika. Tujifunze kusikiliza kwanza upande wa pili kabla hatujaanza kulaumu. Tusichukue maamuzi ya haraka, tungojee, tuvute subra ili tuweze kupata hitimisho sahihi. Asante. Naam, mchambuzi aliyepita ameeleza kwa kina sana ilivyo hatari kukimbilia hitimisho. Ni kweli. Sasa nikijaribu kuangalia hapa Mzee Masaka, ndio. Kuna hatari pia ya kusumbuliwa na yale mambo ya zamani. Historia, hasa historia. Kuna uwezekano wale watu walikurupuka kufanya vile kwa sababu ya historia. Naona hadi tunavyoendelea kusoma katika kitabu hiki cha Yoshua sura ya 22 tunamuona Finehasi. Natamani mpenzi mtazamaji amfahamu Finehasi ni nani na kwa nini anachaguliwa kuongoza ule ujumbe wa kwenda sasa kuwaona wale watu wa mashariki. Finehasi ni mjukuu wa kuhani mkuu wa kwanza wa Israeli. Kuhani mkuu wa kwanza wa Israeli alikuwa ni Haruni, na makuhani wakuu wote walikuwa wanapatikana katika ukoo ule wa Haruni. Kwa hiyo huyu Finehasi alikuwa ni mjukuu wa kwanza kabisa wa kuhani mkuu wa kwanza wa Israeli. Wakati anafanya tukio hili kama kiongozi wa wajumbe hawa wa makabila yale 9 kwenda kwa makabila 2.5, alikuwa ni kuhani mkuu mtarajiwa. Yaani baba yake alikuwa kuhani mkuu, baba yake ambaye alikuwa ni mzee Eleazari. Kwa hiyo anapofikia hitimisho la Eleazari, anayechukua nafasi ya kuhani mkuu ni huyu Finehasi. Kwa Finehasi alikuwa anaandaliwa kuwa kuhani mkuu wa wakati huo. Ndio maana alipewa jukumu kubwa la kuongoza msafara ule. Lakini jambo jingine la msingi tunalojifunza hapa ni kwamba huyu Finehasi ana kitu fulani ambacho alikifanya hapo nyuma kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 25, wakati ambapo watu waliingia katika ibada ya Baal Peori. Na hii ibada ya Baal Peori ilikuwa ni changamoto ambayo ilitengenezwa na yule mtu ambaye alikuwa amefanya changamoto kwa ajili ya Israeli. Alikuwa ameajiriwa na mfalme wa Moab ili awalaani wa Israeli, na hivyo ikashindikana kuwalaani Israeli Balaam, na iposhindikana akawa amewapatia wazo hao wa Moab na Midian kwamba ili muwapate wa Israeli muwasababisha wafanye dhambi. Na hivyo wakawa wameandaa sherehe kubwa ya miungu yao, kachinja sadaka, kaandaa ngoma na mziki mkubwa, vigodoro hapo, kawalika watu hawa, na wao Israeli walikuwa wanakwenda pale, tunaenda tu kuangalia. Lakini kadri unavyokwenda dhambi inavuta.
Kadri walivyokwenda wakajikuta wanaenda mbele zaidi. Kwenye kitabu cha Hesabu 25 tutasoma aya ya kwanza na ya pili, inasema hivi: basi Israeli akakaa Shittim, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal Peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Aya 6 inasema hivi, aya 6: na tazama, mtu mmoja miongoni mwa wana Israeli akaja akawaletea nduguze mwanamke Midian mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote wa wana wa Israeli, hapo walipokuwa kilia mbele ya mlango wa hema kukutania. Naye Finehasi, hasa mjukuu wa Haruni kuhani mkuu, mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani, alipoona jambo hilo, akaondoka hapo katikati ya mkutano, akashika fumo, yani mkuki, mkononi mwake, akamwandama mtu huyo wa Israeli ambaye alileta mwanamke katika kambi ya Israeli wakati wanafanya maombolezo na kutubu. Akaingia naye katika hema nyuma yake, na akawachoma wawili wale, yule mwanamke na yule mwanamume wa Kiisraeli, akawa amewaangamiza. Na kwa tendo lile hasira za Bwana zikawa zimezuiwa kwa sababu ya tendo la ujasiri ambao alifanya huyo Finehasi la kuangamiza wale watu ambao walikuwa wanafanya machukizo mbele ya watu ambao wapo kwenye toba na maungamo ya dhati. Kwenye aya 10 nasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani amezigeuza hasira zangu zisiwe juu ya wana wa Israeli, kwa kuwa alikuwa na wivu kati yao, wivu wangu mimi, wivu wa Mungu. Maana masa Mungu ni Mungu mwenye wivu. Kwa alitenda tendo ambalo lilimfanya Mungu asimamishe lile pigo kwa wana wa Israeli, la namna ambavyo walikubali kualikwa, ile mwaliko wa kwenda katika zile sherehe za hao wa Midian na kufanya uzinzi na kufanya machukizo mbele za Mungu na kusababisha laana. Alifanya tendo la ujasiri ambao lilifanya hasira za Mungu zizuiwe. Kwa Finehasi tunapata historia yake kwamba alikuwa ni mtu jasiri, ni mtu aliyenyoka, msema ukweli, mwaminifu, mwadilifu, na alikuwa anatenda maagizo ya Mungu, na Mungu alikuwa ameahidi kufanya agano na familia hii ya Finehasi na uzao wake. Katika aya 12, basi kwa hiyo sema, tazama nampa yeye agano langu la amani, yani Finehasi, katika kizazi chake ukuhani utakuwa kwake, tena ukuhani wa milele. Mungu aliahidi hivyo. Kwa Finehasi tunapata historia kwamba alikuwa ni mtu ambaye amejitoa sana kwa Mungu. Ndio maana alipewa nafasi ya kuwa miongoni mwa kiongozi mkuu katika wale wajumbe wa kabila 9.5 kwenda kwenye makabila 2.5 ambayo yalijenga madhabahu. Na madhabahu hii ilikuwa ni madhabahu kwa ajili ya kumbukumbu ya kwamba wao ni sehemu ya Israeli na ni sehemu ya Mungu wa kweli wa Israeli. Kwa alitumwa kama mjumbe kufanya tukio hili. Na tunajifunza kitu fulani kupitia habari hizi za huyu kijana Finehasi ambaye alikuwa ni mwadilifu katika utumishi na utume wa Bwana, kwamba wakati fulani katika maisha yetu tunaporudi nyumba kusumbuliwa na mambo yaliyopita, mambo ambayo wasumbua na Israeli kutuma hawa wajumbe kwa ajili ya makabila ya 2.5 ni kwa sababu watafakari kwamba tukio moja lilitokea, lile la Baal Peori, kwamba inawezekana hawa watu wamemwasi Mungu. Kwani wajenge madhabahu? Kwa sababu kwanza changamoto iliyokuwepo kati hao makabila 2.5 ni kwamba wao hawakutoa taarifa kwa Yoshua kwamba tuna jambo hili. Kwa mawasiliano hayakuwa mazuri. Lakini upande wa pili makabila yale 9.5, changamoto yao pia na kwa wao pia walikurupuka. Kwa hawa walikuwa hawana mawasiliano, lakini hawa pia walikurupuka. Kwa mawasiliano kurupuka vikakutana pamoja, katengeneza mtafaruku na kuharibu na kuhatarisha ule umoja wa watu wa Mungu. Kwa tunatiwa moyo kwamba ni vizuri kutoa taarifa. Hata kama jambo unalofanya ni nzuri kutoa taarifa, lakini jambo jingine pia tusiwahi kukurupuka. Tusikurupuke. Tuangalie jambo kabla kufanya hitimisho, tutathmini tuone linakuaje, alafu tufanye hitimisho lilo zuri. Asante.
Naam, najifunza kwamba kumbe kuna hatari ya kuangalia kila wakati mambo yaliyopita. Uzoefu wa zamani unaweza wakati sio mara zote unafaa kutupa msingi wa kuamua leo. Ni kweli. Unalizungumziaje hilo? Maana mara nyingi tumekuwa tukijikita hapo hasa. Tunasema unajua kwa uzoefu tumekuwa tukifanya hivi. Sasa hivi kuna hatari pia katika tunajifunza nini? Tusifanye kazi ya Mungu kwa kutumia uzoefu wetu. Tufanye kazi ya Mungu kulingana na Roho wa Mungu atakavyotuongoza kwa muda huo, kwamba ufanye nini katika tukio hili, utoe mawazo gani, ushauri nini, usikalili. Tunapaswa kufanya kazi ya Mungu kwa kukalili, kwamba kwa sababu mwaka jana tulifanya hivi na hivi, basi mwaka pia tufanye hivi na hivi. Hapana, tuje na mtazamo mpya ambao tutakuwa tumevuviwa na Roho Mtakatifu, ili tufanye kwa ufanisi kulingana na Mungu anavyotaka, si kama kulingana na sisi tunavyotaka sisi wenyewe. Maana ukifanya mambo kwa ajili ya kukalili au kwa mazoea, itakufanya kufanya mambo kwa namna ambayo isiyo nzuri, ambayo inaweza kuharibu kazi ya Mungu. Maana unafanya mambo kwa mtazamo wako binafsi, kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Asante. Naam, naona mchambuzi Baraka unatabasamu. Naam. Tuko tunapata hapa maelezo kidogo kwamba kuna wakati sio nyakati zote za kufuata historia tu. Unajua bwana, zamani sisi ilikuwa hivi. Unaonekana una jambo fulani karibu. Hata Biblia pia imekataza haya mambo ya kukumbuka mambo ya zamani. Nilikuwa nasoma Isaya 43:18 na 19, kuna msisitizo pale kwamba tusikumbuke mambo ya nini? Ya zamani. Kwa nini Mungu anatutaka sana tusikumbuke mambo ya zamani? Kwa sababu mambo ya zamani huamsha hatia ya hasira, na hayo yatakufanya usiwe upande wa Mungu. Lakini pia nikasoma fungu lingine hapa kwenye hiyo kukumbuka mambo ya zamani, na hapa amenipa fungu hili, naomba nilisome. Anasema Wakorintho wa 2:5-17, aliye ndani yako ni Kristo. Kwa Kristo akiwa ndani yako unakuwa kiumbe kipya. Hatukutegemei ukumbuke tena mambo ya nini? Ya zamani. Lakini Efeso 4:31 anasema ondoeni machungu, ondoeni chuki, na msamaha upatikane. Kwa kama hawa watu wa Israeli wangeondoa chuki na machungu ya zamani, basi Mungu alishawapatia msamaha na walishaupata. Wanavyoyakumbuka maana yake msamaha hujafanyaje? Haujapatikana. Lakini Zaburi 103:12 nasema dhambi zenu ziondolewe mbali kama mashariki na magharibi. Kwa hiyo tunapoachana na dhambi, maana yake hatuna haja ya kuzikumbuka kwa sababu zipo mbali kama magharibi na mashariki. Lakini kuna kitu hapa nataka nimuelezee kidogo, alafu niingie siku ya pili. Naam. Hiki kitu ni kidogo tu, kwamba Finiasi alikuwa mzalendo wa kweli. Na uzalendo ule wa kweli ulimfanya mpaka Mungu amwambie Finiasi kwenye ile Hesabu 25:11 kwamba wewe una wivu kama wa kwangu, wivu nilionao mimi. Hiyo tu inaonyesha kwamba Finiasi alifanya kitu kikubwa cha kuokoa kanisa lake. Kwa unapoona kanisa linadondoka na wewe una uwezo wa kufanya jambo la kuokoa kanisa kwa wivu mkubwa, okoa kanisa lako. Usiache tudondoke. Ukiacha tudondoke, mapigo yatatupiga na sisi hatutapata amani, kwa sababu tu wewe umetunyimia wivu wako unaofanana na nani? Na Finiasi. Asante sana. Nashukuru mchambuzi Baraka kwa namna ulivyoeleza, lakini bado nipo kwako hapo. Naam. Mzee Masaka alieleza kuhusiana na Finiasi. Sasa tunaona Finiasi ameongoza jopo la watu kwenda kwa haya makabila ya mashariki. Ndio. Lakini mwishoni tukisoma katika kitabu cha Yoshua sura 22 mstari wa 21 na 29, tunaona makabila ya mashariki yanajibu kwa upole sana. Bila hasira, na jibu lao linageuza ile hasira kimsingi ya hawa watu. Kuna usemi unasema jawabu la upole. Unazungumzaje swala hili? Mithali 15:1 nasema upole huzimisha hasira. Ukiwa juu unaongeza ghadhabu, lakini ukiwa mpole inazimisha hasira. Naomba niongee kitu kimoja. Jamani, tukumbuke Finiasi hakuenda ng'ambo ya pili ya Yordani kuleta usuluhishi. Hicho sio kitu ambacho alitumwa na wana wa Israeli. Finiasi alipewa skripti, aliandikiwa maswali magumu muhimu ambayo haya makabila 2.5 walipaswa kuyajibu. Na kama wangejibu vibaya, ninaamini haya makabila 9.5 yalijua Finiasi kwa wivu ule alionao ataenda kutufanyia shughuli maalum kwa watu. Kwa sababu kama hawa wamekosea
na wakakiri kule kuwa wamekosea, Finehasi ataturekebishia hawa watu. Kwa hiyo Finehasi alitumwa kama mission. Naweza nikasema hakutumwa kwenda kutafuta usuluhishi. Lakini tunapata hapa vitu ambavyo vilifanya moyo wa Finehasi na moyo wa makabila 9.5 uridhike kwa maswali ya hekima na mazuri ambayo hawa sasa wanakuja kuyasema katika nchi ya Gileadi. Wanasema maneno ambayo Biblia inatusii sana. Warumi 12:17 na 18, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Hawa makabila mawili hawakutaka kupambana na wenzao, wala hawakutaka kujionyesha kwa wao wapo bora. Kwa hiyo walichokifanya wakawa wanajibu kwa maelezo ambayo yana mantiki. Utasoma pale ndugu yangu kwenye Yoshua 22 kuanzia ule mstari wa 22 pale kushuka chini, utagundua la kwanza wanasema tulijenga madhabahu kama ukumbusho wa vizazi vyetu. Watoto wetu wasije kuambiwa si wa kabila hili la nani? La Israeli. Wala si wa Mungu huyu. Kwa hiyo ile hatukujenga kuwasaliti, la hasha. Ila tulijenga ili tukuweka kaukumbusho. Hilo la kwanza. Lakini pia wakawa wanasema kwamba na sisi ilikuwa ni sehemu yetu ya kushukuru. Kwa sababu tumezoea kila tukishinda jambo Mungu huwa anatuambia tujenge nini? Madhabahu. Sasa hizi tumeachiwa huru, tukaona ni vyema tukajenga na sisi nini? Madhabahu. Lakini ni kweli hatukutoa taarifa kwa kiongozi mkuu. Ni kweli makabila 9.5 yaliyobaki hayakujua, lakini tuliweka kama ishara ya ukumbusho. Lakini pia anamalizia Wagalatia 5:22 kwamba roho huzaa nini? Upole. Maana yake roho wa Bwana alikuwa juu ya haya makabila mangapi? 2.5. Ukazaliwa upole katikati yao. Kitu ambacho hakikupelekea wajibu majibu ya ghadhabu, majibu ya hasira au kujitetea kwamba mbona hata sisi ni Waisraeli. Mbona hata sisi tunafaa tu kujenga. Kama ambavyo saizi inatokea kwamba unasema tuna haki. Tuna haki yetu wote, tuko ni sawa. haki yetu wote. Kwani conference ni nini? Union ni nini? Kwani sisi hata kanisa mahalia tuna haki. Chaguzi huwa zinatokea hapa, utasikia watu wanakuambia kwa nini tuchague mwanamke mwenye miaka 45? Kwani wazee, kwa nini tusipeleke wa kiume? Kwa hiyo kuna vitu tunapaswa tuwe wapole. Alafu tutafute majibu ya upole zaidi. Lakini pia yenye akili nyingi. Sio tu upole alafu hauna akili. Watu walijibu majibu ya upole, lakini ukiyafikiria ni ya kutafakarisha ambayo yaliangalia mbele zaidi kuliko pale walipo. Kwa hata sisi tunafaa kuwa watu wapole, wenye kujibu majibu mazuri yanayoangalia amani ya mbele kuliko hapa tulipo. Kwa hiyo Mungu atubariki sana tunapoendelea na somo hili. Asante. Kupitia hii Yoshua 22 fungu la 21 na 29, namna hawa watu walivyojibu, tunajifunza nini kuhusiana na mawasiliano? Mawasiliano hapa, yani walijibu kwa upole. Tunajifunza nini kuhusiana na mawasiliano? Tunajifunza unyenyekevu. Unapofanya mawasiliano na mtu ambaye amejaa hasira, ili kushusha ile hasira yake, tujifunze unyenyekevu. Walijibu kwa unyenyekevu wa chini kabisa, wa kiwango cha chini. Na Yesu anasema kwamba njooni mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi, 1, ni mpole, 2, mnyenyekevu wa moyo. Kwa hao makabila 2.5 yalijibu kwa upole na unyenyekevu wa moyo. Na hiyo kageuza ile ghadhabu yao hao watu waliokurupuka, pamoja kwamba wana kiongozi maarufu sana Finehasi, lakini wakashindwa kuwa na sumile, wakakurupuka. Lakini kwa kukutana na jawabu la upole, la unyenyekevu. Tunajifunza katika mawasiliano tujibu kwa unyenyekevu na kwa upole. Sasa unapoona mtu ambaye amejaa, amefula, unapojibu kwa unyenyekevu na kwa upole, ile hasira inashuka. Ni hakika kwamba kweli jawabu la upole nageuza hasira, kwa sababu unapojibu kwa unyenyekevu yule anakosa nguvu ya kuendelea kulipuka. Yaani upepo unatoka wenyewe automatic, kwa sababu umemjibu kwa unyenyekevu na kwa upole. Lakini anasema kwamba ukizungumza neno linalochochea, linaloumiza, linachochea ghadhabu. Yaani linalipua zaidi ghadhabu. Kwa hiyo unapojibu kwa unyenyekevu na kwa upole, ni jambo la msingi hasa katika maisha yetu ya kijamii leo na kifamilia. Tujifunze kuwa unyenyekevu. Maana Yesu amesema kwamba
Paulo amesema kwenye kitabu kile cha Wafilipi sura ya 2 aya ya 5, anasema iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo pia ilikuwa ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye alikuwa yuna namna ya Mungu lakini alinyenyekea akawa mtii hata mauti ya msalaba. Unyenyekevu tujifunze kwa Yesu. Yesu mwenyewe mnyenyekevu na mpole. Lakini tunajifunza pia hata kwa Musa. Japo alikuwa katili, lakini alipoenda katika shule ya Yesu kajifunza upole na unyenyekevu katika mazingira ya asili kuchunga kondoo miaka 40, akawa mpole zaidi ya wanadamu wote waliosujua nchi. Kwa tunajifunza katika upole, tabia au sifa ya upole inapatikana kwa Yesu, mwalimu na mkufunzi mkuu wa unyenyekevu na upole. Kwa tunajifunza katika mawasiliano, tunapojibu hebu tujibu kwa namna ambayo itajenga na wala sio kubomoa. Kusudi hawa makabila 2.5 ilikuwa ni kujenga, kurudisha ule umoja ambao ulikuwa unataka kubomoka. Watarudishaje? Ikabidi wajibu kwa unyenyekevu na kwa upole. Na hivyo ile hali ya kurupuka kwa makabila 9.5, hali yao ya hasira na lawama yote iliyeyuka na kushuka, na hao wakaona kwamba kweli hawa watu ni watu wa Mungu na walikuwa na nia njema na jambo lao lilikuwa nzuri. Mpenzi mtazamaji, nikukumbushe tu kwamba kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia, na tuko katika somo la 11, kuishi katika ile nchi. Tunajifunza zaidi kitabu cha Yoshua sura ya 22, na tumejaribu kuona kwamba jawabu la upole, kwamba wakati fulani unakutana na changamoto ambayo mtu anakuwa amekasirika sana, lakini tunaona kwamba namna nzuri sio na wewe kujibu kwa kejeli, kuonesha nawe kwamba uko sahihi na yeye yuko tofauti, ni kuwa mpole na kujibu kwa busara na hekima kubwa. Kufikia hatua hii, mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tutaendelea na kipindi hiki baada ya sekunde kadhaa. Karibu. BW Media, stay informed. Naam, mpenzi mtazamaji, tunakukaribisha tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tulikuwa mapumziko kwa dakika chache, sasa tunarejea kuendelea na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nikukumbushe tu kwamba tuko katika somo la 11, kuishi katika ile nchi. Bado niko na wachambuzi mahiri hawa, wachambuzi ambao tunaendelea kuchimba kwa kina zaidi kitabu cha Yoshua sura ya 22. Daktari Martin, tunaendelea hapa. Tunaona kuishi katika nchi wakati fulani kunaweza kukaletelezea migogoro mnapokuwa wengi, haikwepeki tunasema. Kichambuzi sasa, ukiwa kama mchambuzi, kuna kanuni zozote ambazo tunapaswa kuzifuata katika kutatua migogoro? Naam, asante sana. Tutakupatia kanuni 6 za namna ya kutatua migogoro. Ila kabla tujafika huko, ili somo ni la pekee sana. Linagusa moja kwa moja nyanja za maisha yetu. Popote unapoona Israeli, weka kanisa la Mungu, jiweke wewe mwenyewe. Kwa niongee vitu vifupi kama utaniruhusu mwenyekiti, kabla tujaenda kwenye hizo kanuni. Naam, karibu. Jambo la kwanza, kwenye kusumbuliwa na mambo yaliyopita, ni kweli uzoefu waga ni mwalimu mzuri sana, lakini tumia uzoefu kama sehemu ya kutafuta suluhishi. Usiutumie moja kwa moja kama suluhishi. Lakini jambo la pili, Mungu mwenyewe, neema ya Kristo ndiyo inayowezesha na inavuka kipimo cha muda. Wakati mwalike Yesu, hata kama mazingira yanafanana, mazingira yanatofautiana. Ulishinda hivi kwa kipindi cha nyuma, safari hii huenda ikawa njia nyingine. Usibaki na uzoefu wako wa nyuma, ila mruhusu Yesu azungumze. Kwa habari ya jibu la upole, kwa upande wa kanisa, kwanza tutambue ya kwamba tumekuwa na kusondana vidole vingi sana kanisani. Nikusomee nukuu hapa, inasema kwamba msingi wa kweli wa umoja wa Israeli si jiografia au kiwango cha kimaumbile cha urithi, bali utii wao wa kiroho kwa matakwa ya Bwana. Kule kusondana vidole kwingi kanisani, kwamba huyu ni wa Mungu kweli, usio wa Mungu kweli. Baadhi ya wachungaji wanaonekana huyu wa Mungu kweli, sio wa Mungu kweli. Hapana, kitu chetu ni kimoja tu, utii kwa matakwa ya Bwana. Kwa habari ya mtu binafsi, jibu la upole ni kwamba jibu kwa kuitikia, usijibu hisia. Respond, don't react. Ukitaka upate matokeo mazuri zaidi, uliuliza vizuri mwanzo pale mwenyekiti, kwamba usijibu tu kwa hisia, bali jibu kwa hoja, jibu kwa kuleta utatuzi. Respond, don't react. Kanuni 6 za kutatua migogoro katika maisha yetu. Haidhuru ni mgogoro wa aina gani, bali fanya haya yafuatayo. Jambo la kwanza,
jifunze kuwasiliana. Mawasiliano ndio nguzo pekee ya msingi katika mgogoro wowote ule. Kuna pande mbili. Kuna upande wa mshuku na mshukiwa, mshutumu na mshutumiwa, lakini kuna pande ya katikati iliyo ya uhalisia. Jifunze kuwasiliana, sikiliza pande zote mbili kabla ya kufuata na kujua uhalisia ni upi. Kitu cha pili, nenda pole. Haraka haraka haina baraka. Uamuzi wote ule wa msingi katika migogoro usikurupuke. Chukua muda wako, tafuta taarifa sahihi ili uweze kufikia maamuzi yaliyo bora zaidi na mgogoro ukaweza kusuluhishwa. Jambo la tatu, tafuta tatizo hasa ni nini. Usichukue tu taarifa unazozisikia. Taka sana kujua tatizo hasa ni nini lililopelekea kwenye hilo mgogoro. Jambo la nne, kuwa tayari kujitoa kwa hali yote ili mradi kufikia makubaliano na kufikia maelewano. Ukiwa haupo sehemu ya kukubali kujitoa ili uweze kufikia muafaka, yumkini mgogoro uweze kusuluhishwa. Kwa hiyo kubali tu, ikiwa ni kwa manufaa mapana zaidi ya kilicho bora, uwe tayari kutoa. Na jambo la msingi ni kwamba utaweza kufikia tamati ya hilo swala. Kitu cha pekee sana ndicho tunachokizungumzia hapa, upole. Upole sitozungumzia maana umezungumziwa sana. Na mwisho kabisa ni kwamba shangilia na kumbariki Mungu pale mgogoro unapoweza kutatuliwa. Kwa kufuata kanuni hizi, wengi wetu waga tunasahau kutambua mwisho wa siku nani aliye msuluhishi mkuu. Wale wa Rubeni na Wagadi walianza Mungu Bwana, Mungu Bwana, wakamwalika katikati, mgogoro mwisho wa siku ukaweza kutamatika. Kwa hiyo mwisho, mualike Mungu katika mgogoro unaopitia, na unapoondoka mshangilie Mungu na uweze kumtukuza kwa kuweza kufanya hivyo. Asante. Asante sana Dr. Martin kwa hizo kanuni 6 za utatuzi wa migogoro. Kimsingi kama jamii yetu ingeweza kuzitumia hizi, tusingekuwa tunafikia hatua mbaya ya ndoa kuvunjika, ndugu kusalitiana, mataifa kupigana. Tusingefikia hatua hiyo. Mchambuzi Baraka, tunajifunza katika somo la juma hili kwamba kielelezo chetu ni Yesu Kristo. Sasa tunawezaje kupata amani ya akili kwa kufata mfano wa Yesu Kristo? Naam, asante sana na nimshukuru mchambuzi Madu kwa namna ambavyo ameelezea zile kanuni 6 kinagaubaga. Lakini pia kuna mambo ambayo lazima sisi kama Wakristo tunafaa kuyafuata, na mengine tumeandikiwa vizuri kabisa. Kuongezea nyama pale, utasoma ndugu yangu kwenye Mathayo 18 mstari wa 15 mpaka 17. Mungu pale kupitia mtume wake hapa anaonesha namna ambavyo tunaweza tukamrudi ndugu, tukaachana na vita, tukahakikisha mtu apotei. Kama ambavyo Phineas tukisoma kule kwenye Yoshua 22 kuanzia mstari wa 25 kushuka chini, ambavyo anawaambia yale makabila mawili, kumbe nyie roho wa Mungu yumo ndani yenu, ili kiki kitu amkufanya kwa manufaa yenu wenyewe, mlifanya kwa sababu mnaleta umoja wa nini katika Israeli. Vivyo hivyo na sisi, ndugu yako anapokukosea, usifanyaje? Usimlaumu, usimngate ghafla. Haleluya. Mfuate kwa upendo, ongea naye kwa upendo kabisa kwamba hiki kitu kimekosewa. Na kama umekosea, akikuelewa, Biblia inasema umempata ndugu huyo. Maana yake umoja umefanyaje? Umepatikana. Kama huyu ndugu analeta vita, hataki umoja, Biblia inaendelea kusema kamlete na wapili na watatu. Mkiwa watatu, sio watatu mnaokuja kwenye kesi. Hapa ni kwenye kusuluhisha. Kumbuka binadamu akili yake ilivyo, kama ataswitch mode ya kesi, kwamba hapa tumekuja kwenye kesi, anayeshitakiwa na yeye akasema kumbe hii ni kesi, hawa watu huwa watafutagi muafaka. Anatafuta nani anashinda nini? Anashinda kesi. Sasa sisi watoto wa Yesu hatutumwi kwenda kushinda kesi. Tunatumwa kwenda kumtafuta nani? Ndugu. Anasema ikishindikana liambie kanisa. Alafu hii stage aliambia kanisa likifikaga tunakimbilia kufuta watu. Hapana. Mpaka huyu mtu akatae mbele ya kanisa tena.
Yaani kanisa zima linakuja limwambie, jamani wewe kubali tu tuwe pamoja, tusikutenge, usiondoke nasi. Yeye mwenyewe aseme hapana, mimi nipo lazi kuachana na nyie. Ndipo Mungu anaruhusu, anasema sasa kama itafikia hapo na kanisa limeambiwa, huyo Luke sasa aende. Lakini tunamwona Phineas hapa namna ambavyo akawasikiliza vizuri yale makabila mawili. Alafu mwishoni pale akawaambia ya makabila mawili. Akasema mlichoniambia ni hakika ni kizuri, na sio tu kizuri, Mungu yupo katikati yenu. Na kama Mungu yupo katikati yenu, anasema akapeleka taarifa njema kwa makabila 9 yaliyobaki kule, 9.5. Na mwishoni huku kabisa anasema na makabila hayo 9 na yenyewe. Ili nitasoma kwenye Kiswahili cha kisasa hapa ili tuondoke na kitu kizuri. Na haya makabila 9 na yenyewe yakamfurahia kabisa. 22 mstari wa mwisho kabisa hapa, naomba nisome ndugu yangu. Naamini na wewe unafuatana na mimi ili tuondoke kwa pamoja. Anasema 34, watu wa makabila ya Ruben na Gadi wakaiita ile madhabahu ushuhuda, kwani walisema madhabahu hii ni ushuhuda kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mungu wetu. Alafu narudi juu 32, anasema basi Phineas mwana wa kuhani Eliazari pamoja na viongozi wake wakawaaga watu wa kabila la Ruben, wakaondoka nchi ya Gileadi, wakarudi Kanaani kwa Waisraeli, wakawapa habari hizo. Anasema taarifa hiyo ikawafurahisha wana wa Israeli. Walifurahi kupata ndugu zao. Haleluya. Kwa unapoenda kumpata ndugu yako furahia. Na anamalizia kwa kusema wakamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuacha mipango yao ya vita. Na lengo lao la kuharibu kabisa nchi iliyokuwa na makabila ya Ruben na Gadi. Kumbe unapopata ndugu yako hautamwazia mabaya, hautakuwa na husuda, wala hautatamani kumwacha. Kwa hiyo saizi tunachojifunza tuwe watu ambao tunatafuta amani na watu wote. Tukiwa na amani na watu wote, tutakumbuka Zaburi 133:1 inayosemaje? Inasema tazama jinsi ilivyo vema ndugu wakaapo kwa umoja tena pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno hayo tutafute sana kuwa na umoja. Asante. Naam, tunaelekea mwishoni sasa mzee Masaka. Tukisoma katika Wafilipi 2 fungu la 3 kwa kunukuu tu kidogo. Tunaaswa kumheshimu mwingine kuliko nafsi yako. Juma hili tunajifunza namna ya kuishi katika nchi, na tumeona migogoro na namna nyingine. Vipi ile dhana mbaya, yani ya kumuonea mwenzako kwamba atakuwa amefanya hivi, tunaweza tukaiepukaje katika maisha yetu tunapokaribia mwishoni sasa? Fungu ulionukuu nasema tuwatangulize wenzetu. Baada ya kujitanguliza, tanguliza wewe mwenyewe, jitangulize wenzungu zako. Wakati fulani tunapana na changamoto ya katika maisha haya tunayoishi, maana anasema kila hatua ya maisha na changamoto yake. Mjifunza kabla hajafika bahari ya mto wa Jordan palikuwa na changamoto. Walipovuka kukawa na changamoto. Wanapigana na vita kuna changamoto. Sasa wanakaa katika nchi kuna changamoto. Kwa kila hatua ya maisha yetu tujifunza kila hatua ya maisha yetu kunakuwa na changamoto fulani. Na tutashinda changamoto hii kwa kusikia sauti ya Mungu na kuitii. Mungu anasemaje katika hilo jambo? Muulize Mungu kabla hujafanya maamuzi yoyote, kabla hujafanya tamko lolote au neno lolote. Muulize Mungu katika jambo hilo akupatie hekima namna ya kushuka na hiyo changamoto unakumbana nayo katika maisha. Unaweza kufanya kwa pasipo kumuuliza Mungu, baadaye kuingia kwenye changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo tujifunze namna ambavyo tunaweza tukaishi na watu na jamii mbalimbali, lakini katika namna ambayo inaweza kalinda umoja. Tusikurupuke, tuwe waaminifu, lakini tujitoe kikamilifu kwa ajili ya wengine, ili kupitia kujitoa kwetu Mungu apate kutukuzwa. Maana Yesu ajitoa kwa ajili yetu, na huo ni upendo wa pekee sana. Nasi tunatoa moyo kwamba nasi tujitoe kwa ajili ya wengine ili kulinda umoja, kulinda mshikamano wa kweli. So moyo inatufundisha namna gani tunaweza tukaishi katika umoja hata kama kuna changamoto. Changamoto zipo, lakini tusiruhusu changamoto zikaharibu umoja wetu. Na inawezekanaje? Kwa kujitoa kikamilifu kwake na kuwa waaminifu na kutenda kwa ajili ya wengine. Asante. Daktari Martin, tunaenda sasa kwenye hatua za mwisho kabisa, na kuna fungu la Yakobo 1 sura ya 19 inasema
tuwe wepesi kusikia. Sasa tunawezaje katika maisha yetu haya kujenga tabia ya kusikilizana? Wakati fulani kumbe migogoro mingi tunaingia na tunashindwa kuishi pamoja vizuri kwa sababu tu hatujajenga mazingira ya kusikilizana vizuri. Tunawezaje sasa tunapoelekea mwishoni mwa somo hili kujenga tabia ya kusikilizana katika nyanja zote za maisha? Naam, asante. Mtazamaji wetu unayetufuatilia, jifunze kuelewa kabla ya kueleweka wewe. Kwa kufanya hivyo utajifunza kusikia. Ukimwelewa mwenzako kabla ya wewe kutaka yeye akuelewe, utajifunza kumsikiliza. Somo lilikuwa linasema kuishi katika ile nchi. Tupo duniani, tunaishi na watu, changamoto zipo. Mahusiano, hii somo lilikuwa linagusa sana mahusiano katika nyanja hizi tatu. Kwanza, kanisa. Pili, jamii inayotuzunguka. Tatu, hata familia. Upole ndio utakaotuwezesha tuishi vema katika nchi hii kama ambavyo walivyoishi vema wale wana wa Israeli. Upole ni uvumilivu, lakini ni kudhibiti hasira. Huo ndio upole. Kwa kufanya hivyo, tukadhibiti hasira, tukawe wavumilivu katika migogoro aina yote tunayokutana nayo katika jamii, katika kanisa na hata katika familia. Mtu anapokuja juu, anapolaumu, anapokuwa na lawama, wewe shuka. Lakini usiwe mwepesi wa kulaumu, usiwe mwepesi wa kushutumu, bali kuwa mpole. Kwa kufanya hivyo, kuishi katika nchi hii itakuwa ni rahisi sana, na kwa umoja wetu tutafikia urithi ule ambao Mungu ametuwekea. Na mwisho kabisa, fungua pamoja nami Mathayo 5. Aya ni ya 5, ya 10 na ya 11. Nitakwambia aya ya 5 anasema, heri wapole, maana hao watairithi nchi. Upole una sehemu kubwa sana katika urithi. Utasoma aya ya 10 na ya 11, utaona mtaudhiwa. Heri wanaoudhiwa aidha kwa uongo, aidha kwa haki, lakini wakabaki kuwa wapole. Hebu sasa na tuwe wapole katika maisha yetu, katika nyanja zote za mahusiano. Tujifunze kuwatanguliza wengine, tujifunze kusikiliza, tujifunze kutaka kujua, kuelewa wengine, sio kutaka watu wengine watuelewe sana sisi. Mwisho, Mungu atubariki sote. Amen. Tunafikia mwisho kabisa, lakini katika somo la juma hili kwa ufupi tumefahamu kuwa migogoro ni sehemu ya maisha, lakini Kristo anatupatia njia sahihi zaidi ya kushinda kwa upole, mawasiliano mazuri, usikivu na kutafuta umoja. Nawashukuru sana wageni katika siku ya leo. Wachambuzi, kiukweli mmechambua kiasi kwamba naamini mtazamaji atakuwa ameelewa kwa kina sana sura ya Yoshua, sura ya 22. Mpaka juma lijalo, mpenzi mtazamaji, mimi ni Watson Mwakijola katika kuongozea kipindi hiki. Tukutane juma lijalo na Bwana akubariki. Basi tuombe. Asante Mungu wetu, tunashukuru kwa mbaraka wa masaa mazuri, kwa somo hili zuri ambalo tumejifunza linalozungumzia namna ya kulinda umoja katika watu wa Mungu. Tunaomba utuongoze hata tunapitia changamoto, tuweze kuwa wanyenyekevu, tusiruhusu kuharibu umoja wetu kwa sababu ya changamoto ambazo tunazipitia katika maisha yetu. Tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu kwa mtazamaji wa kipindi hiki, katusaidie somo hili kutuvuta karibu na wewe. Tunaomba uwepo wako na baraka zako ni katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.